Mpenzi mtazamaji wa Bongo Media, karibu tena katika dawati letu la michezo, tukikuangazia taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje Tanzania. Moja ya taarifa nyingine kubwa zaidi ambazo tunakuangazia leo ni matukio mbalimbali ambayo yametokea katika michezo ya ligi kuu ya NBC Tanzania, ikiwa siku ya jana ilikuwa ni tarehe 21 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, ambapo tulishuhudia mchezo mmoja mkubwa zaidi wa ligi kuu ya NBC Tanzania, ni kati ya timu ya Mtibwa Sugar walimamiwa wa Morogoro dhidi ya klabu ya Young African, watoto wa Jangwani kutokea maeneo ya jiji la Kariakoo, Dar es Salaam, Tanzania. Mambo ni mengi zaidi ambayo naweza kusema kwamba mambo ni mengi sana, lakini muda ni mchache nikiwa nikuelezea na kubainishia mambo ambayo yamehappen katika mchezo huo. Leo ninayo matukio mawili makubwa zaidi ambayo hapa tunasubiri kipi kitakuja kufanywa na kamati ya masaa 72. Hii ni kamati ambayo iko chini ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, yani TFF kwa Kiingereza wanaoita Tanzania Football Federation. Kuna baadhi ya watu wamekuwa wakikosoa shirikisho hili kwamba hili ni Tanzania Football Federation, lakini hayo tuyaache, hayo ni mtaani. Leo tuko kuyazungumzia yale ambayo yamekuwa yakiamuliwa. Michezo ya hivi karibuni imegubikwa na matukio ya hovyo sana. Waamuzi wamekuwa wakipuyanga sana katika michezo ya ligi kuu ya NBC Tanzania kutoa maamuzi ambayo yamekuwa yakileta matukio na matokeo ambayo yanakuwa hayafai. Lakini TFF kupitia kamati ya masaa 72 aise, raundi hii ya pili hawacheki na yeyote. Ukipuyanga unafungiwa. Tazama aliyechezesha dabi kati ya klabu ya Simba dhidi ya Yanga ashafungiwa. Mechi kati ya Yanga pamoja na Azam ashafungiwa. Mechi hii na hii ashafungiwa. Mechi ya Yanga na Namungo ashafungiwa. Mechi ya Simba na nani aliyechezesha ashafungiwa. Yani TFF wamekuwa wakali kupitia hii kamati ya masaa 72. Wamekuwa wakitoa hukumu sahihi. Tazama wachezaji wengi, mfano mchezaji kama Seleman Mwalimu naye alikuwa akipewa adhabu kwa matukio aliyoyafanya. Kuna wachezaji wa huku na kule. So moja kwa moja naweza kusema kwamba kamati ya masaa 72 imekuwa haifumbii macho kwa yeyote yule ambaye anatoa tafsiri mbaya ya maamuzi ambayo yanawagharimu wengine. Mfano, tazama ile kauli ambayo ilitolewa na rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, Rais Wallace Karia, ambaye alisema kama mchezo wa dabi utaharibiwa na maamuzi yoyote kutoka kwa waamuzi, basi wajiandae kupelekwa Lupango. Nikisema Lupango na maanisha kwamba watapelekwa jela, kwa sababu haiwezekani kwamba kila siku ionekane wao ndio wametoa maelekezo kwa waamuzi kwamba waibebe au waipendele timu yoyote, kumbe wao waamuzi wanakuja na matokeo yao mfukoni, wanakuja kufanya maamuzi ya hovyo. Sasa tukitazama moja kwa moja matukio ya mchezo wa jana kati ya Yanga uliomalizika kwa draw na story kwa nyingi mitandaoni. Tukio la kwanza ni bao la Yanga ambao lilikataliwa. Ukitazama usahihi wa tukio hilo ni kwamba mchezaji wa Yanga alikuwa eneo sahihi. Pacome Pedro Zuzwa alihakikisha anampatia pasi mchezaji wa Yanga ambaye alipata bao, lakini mwamuzi wa pembeni akasema ni offside. Lakini ukitazama kwa macho yangu tu ya haraka haraka, lakini pia na marejeo ya video ambazo zinaonekana mtandaoni, moja kwa moja Yanga wamenyimwa bao la wazi. So Yanga walistahili kupata bao. So Yanga walipaswa kumaliza dakika 45 wakiwa na idadi ya mabao 2-0. Yes, hilo bao lilikuwa ni clear, haina haja ya maelezo mengi kulingana na video za marejeo jinsi zinavyoonyeshwa. Nikisema video za marejeo simaanishi VAR kwamba tuna VAR yetu, lakini ni zile clip ambazo zimekatwa mitandaoni na zimekuja kupostiwa, inaonyesha kabisa Yanga lile goal wamenyimwa goli halali kabisa. Lakini pia tukija kutazama tukio lingine kubwa zaidi ambalo limezua gumzo ni kuhusiana na Didier Djigui. Wakati klabu ya Mtibwa Sugar ukipata bao ambalo lilikuwa ni bao la kusawazisha mnamo dakika 90 zikiwa zimeongezwa dakika 4 pekee na dakika 91 ndipo walifanikiwa kupata bao, zikiwa ni dakika mbaya zaidi. Didier Djigui alimwadaa mchezaji wa timu ya Mtibwa Sugar katika eneo lake. Huenda ni kweli alikuwa anajitanua apate uhuru kwa ajili ya kucheza na kulinda lango lake, lakini kwa namna alivyokuwa anamsukuma, concentration yake kubwa ikawa ni kudiri na mchezaji. Mwisho wa siku kona likapigwa moja kwa moja mpaka kambani na kufanya Mtibwa Sugar walejee tena mchezoni. Usisahau kwamba goalkeeper ile concentration
ilimfanya aondoke mchezoni. Kwanza ni kupanic na mchezaji naye akabaki eneo lile akawa hataki kusogea. Mwisho wa siku sijujua ilikuwa washapanga kwamba tunapiga kona ndani na mpira ulikuwa una kasi na nguvu zaidi ukawa umeingia kambani bila ya kuguswa na mtu yote yule. Na ukitazama mpira kabla uko zoni ya katikati, yani umeshatoka katika eneo la kupigwa, concentration ya Diarra ikawa ni kumsukuma na kumwadai yule mchezaji. Sasa akili ya kwamba huu mpira unaingia ndani hakuwa nayo. Yeye aliwaza labda itapigwa mpira, kuna watu wataugusa ndio utaingia kambani, lakini moja kwa moja mpira ule ukaingia ndani moja kwa moja. Didi Diarra Djigui ukimtazama kwa upande wa malalamiko yake, yeye anasema kwamba mchezaji wa Mtibwa Sugar alimsukuma, kwamba mchezaji wa Mtibwa Sugar alikuwa akimsukuma, yani kwamba alimchezea foul, kwamba hiyo foul ndio ambayo ilipelekea bao linaingia. Lakini ukitazama kwa makini kabisa utajiuliza, mchezaji huyu wa Mtibwa Sugar alimgusa wapi Diarra? Na mikono yote ya mchezaji wa Mtibwa Sugar inaonekana iko mbele kabisa, yeye akiwa anasubiri pigo mpira uje alafu then aweze kuweka mpira kambani. Lakini Diarra mikono yake always unaona ilikuwa mabegani kwa mchezaji wa Mtibwa Sugar, yani akimsukuma. Mpira unafika kati ya engo ya posti ya kwanza ya goli na mstari ule wa kiduara cha kona. Bado Diarra concentration yake iko kwa mchezaji wa Mtibwa amsukume ili aweze kuondoa mpira. Mpira ulisogea, tunaita robo tatu. Ile niseme labda ni third part. Mpira uko robo tatu kati ya engo ya kwanza ya chuma cha goli la Yanga dhidi ya ile pigo la kona. Bado concentration ya Diarra iko kwa mchezaji. Kwa kasi ya mpira na ubora wa mpigaji wa ile kona, ilikuwa ni ngumu Diarra kujua kwamba huu mpira unakuja moja kwa moja langoni. Alikuja kushtukia mpira umeshaingia langoni. Sasa ni kipi ambacho Diarra amekuja kukifanya? Diarra ambacho amekuja kukifanya baada ya goli, alienda kumwadaa mwamuzi. Kiasi alichomwadaa mwamuzi mwenyewe ni kama alipanic, akatoa kadi nyekundu. Na ile kadi nyekundu aliitoa ni kama aende kumpa Diarra, lakini akairudisha mfukoni. Wenda aliona maamuzi nayo yafanya yatanigalimu, ngoja tuliache kamati ya masaa 72 ndio itakao kuja kurudi kufanya maamuzi. Usisahau iko hivi, mwamuzi ikitokea amempa mchezaji kadi ya njano na ile kadi ikawa sio sahihi, mchezaji yule hatokuja kuadhibiwa kwa sababu tayari kashapewa kadi ya njano kiwanjani. Atakaye kuja kuadhibiwa ni mwamuzi mwenyewe, kwa sababu mwamuzi anaweza kusema mimi tukio sikuliona vizuri, kwa hiyo ndio maana nikatoa kadi ya njano. Ndio maana sikutoa kadi yoyote ile, ndio maana sikufanya maamuzi kwa sababu sikuona kadi yoyote ile, sikuona kosa lolote lile. Anaweza akasamehewa na yule mchezaji atafungiwa. Lakini kitokea maamuzi ameliona tukio na akatoa kadi ya njano, basi moja kwa moja maamuzi yule ataingia matatizoni kwa sababu ameliona tukio na amelitafsiri vibaya. Baada ya kadi nyekundu ametoa kadi ya njano. So maamuzi kuacha kutokutoa kadi ile nyekundu ambayo alikuwa shichomoa mfukoni, ile ilimlinda. Sasa hapa kamati ya masaa 72 ndio itakuja kumhukumu. Lakini pia usahau kuna tukio lingine Didi Diarra Djigui kumnyoshia kidole cha kati mwandishi wa habari, na hili ni tukio lingine ambalo linaweza kumuingiza Didi Diarra matatizoni. Hapa ukitazama kwa tukio alilofanya kumwadaa mwamuzi na namna alivyoenda kumshambulia mwamuzi, Didi Diarra moja kwa moja unaona huyu anaweza kaenda kukutana lungu kubwa la kamati ya masaa 72, kufungiwa aidha michezo 5 au kufungiwa michezo 3 pamoja na fine. Hilo ndio jambo kubwa na mambo makubwa ambayo yametokea katika matukio makubwa katika mchezo wa jana kati ya Mtibwa Sugar dhidi ya klabu ya Young African. Na Yanga hapa wametimiza michezo 3 mfululizo wakiwa hawapati matokeo ya ushindi, ikiwa wanaishia kupata draw. Je, hili jambo hili unalizungumziaje? Yanga ni nini ambacho kwa kipindi hiki unaona wanaweza wakakifanya angalau kwa namna moja au nyingine wakarejea katika mstari? Ni moja ya timu ambayo ilikuwa imeongeza wigo point baada ya klabu ya Simba kufungwa dhidi ya Azam, kupata draw dhidi ya Dodoma Jiji. Hii iliwapa wigo mpana klabu ya Yanga ili wao waweze kutanua mbawa kileleni. Usisahau kwamba walipoteza point 3 dhidi ya Azam, wakaja kupoteza point 2 dhidi ya Dodoma Jiji. Hii ikaifanya Yanga iwe inaizidi Simba point 5. Pointi za Yanga na Simba zikapanda zaidi mpaka mwisho siku zikafikia point 7. Lakini kwa sasa kama Simba akishinda michezo yake yote ya viporo ili alingane idadi sawa na Yanga, itakuwa ni point 1 pekee. Kama Simba asingekuwa amepata matokeo mabaya
Yani hiyo iweke kichwani. Iwapo Simba asingekuwa alipata matokeo mabaya dhidi ya Pamba Jiji, yani Simba angekuwa alipata ushindi dhidi ya Pamba Jiji ile mechi ya Mwanza waliomalizika kwa draw ya kufungana bao 1-1, sasa hivi Simba angekuwa akimaliza michezo yake yote ya viporo akawa sawa na idadi na Yanga. Simba angekuwa na mzidi Yanga pointi 2, ila kwa kulingana na yale matokeo aliyoyapata dhidi ya Pamba, sasa Simba na Yanga tofauti yao itakuwa ni pointi 1 iwapo Simba akimaliza viporo vyake vyote. Haya ni matokeo mabaya sana kwa Yanga ambayo wanaendea hadi sasa. Je, unadhani mechi ya 4 itakuwaje? Watapata ushindi au wataendeleza draw au watapata kichapo? Hayo ndio yanayoendelea. Na je, unaona Diarra anastahili kufungiwa? Na je, akifungiwa Yanga watakuwa katika hali gani katika mwendelezo wa michezo ligi kuu NBC Tanzania? Hii ni Bongo Media, usahau kusubscribe ili uendelee kupata taarifa na updates mbalimbali.